Jumapili ilianza na somo Yesu analijenga kanisa lake. Kwa somo ambalo tulianza, naomba siku ya leo ulipo usikivu wako, na kama una kalamu ya kuandika, andika, kwa sababu nazungumza mambo ambayo ndiyo yanajenga kanisa lilo na nguvu, na wewe mwenyewe una nguvu unapokuwa ndani ya nyumba ya Mungu. Kwa hiyo nilizungumza kuhusu kanisa. Wiki iliyopita tulijifunza kanisa ni nini. Tulijifunza kwamba kanisa linatokana na watu ambao wameokolewa dhambi zao kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio kanisa tuliona. Nje hapo, mtu ambaye hajasamehewa dhambi na kutubu na kuoshwa na damu ya Yesu Kristo anaweza kuwa kanisani. Mtu ambaye hajaokoka, hajaachana na dhambi, hajaachana na dunia, na damu ya Yesu haijafanya kitu ndani yake, anaweza kuwa anasali dini yoyote inayoitwa dini ya Kikristo, na yamkini hata katika dini au kanisa la Pentekoste. Kama Yesu hajamuokoa, huyo bado sio kanisa. Anaweza kuwa anashiriki kanisani, lakini sio kanisa la Mungu, kwa sababu hana matumaini ya kurithi ufalme wa mbinguni. Tuliona kuwa kanisa ni mkusanyiko wa waamini. Katika kila kusanyiko la kanisa kama hapa, hili ni kanisa, na wale ambao wameokolewa wanakusanyika pamoja. Tuliona Yesu anafundisha katika Mathayo 18:20, anasema wakiwepo wawili au watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina la Bwana, anasema na mimi nitakuwa katikati yao. Tulisoma katika Waebrania 10:25, tukaona kwamba wanapokusanyika hawa watu, wao wawili au watatu au wanne au 10, na sisi ili kanisa lile la mchungaji linatakiwa kuwa na watu 15 20 ndio limeitwa kanisa. Na kwa kweli kupata watu 20 waliokoka usifikiri kazi ndogo, kwa sababu ni lazima waliokoka wamesafishwa na damu ya Yesu. Kwa hiyo kusanyiko la hao anasema usiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Waebrania 10:25, tunakusanyika kwa ajili ya maombi, tunakusanyika kwa ajili ya mafundisho, tunakusanyika kwa ajili ya ushirika. Kwa hiyo hayo ndio tuliona wiki iliyopita. Tuliona pia kanisa katika Kigiriki linaeleza maana nzuri zaidi, inaitwa eklesia. Kanisa linaitwa eklesia. Kwa hiyo wewe na mimi hii eklesia moja. Pamoja, eklesia ni watu walioitwa kutoka duniani, kutoka kwenye nguvu za giza, kutoka kwenye mapepo, kutoka kwenye maagano, kutoka koo za kichawi, kutoka matambiko mbalimbali na ulevi. Eklesia Mungu amekuita, amekutenga na hao. Kwa hiyo ni eklesia, ni watu waliotengwa. Na tuliona kwamba liko kanisa la mahali kama hapa, lakini liko kanisa la ulimwengu na pamoja, ambalo tuliona kwamba ulimwenguni kote masaa haya au jana au juzi, wakati wote, masaa yote, wako watakatifu ambao wameoshwa na damu ya Yesu, wamesambaa duniani kote, wakila kabila na juu na lugha, ambao wanamwabudu na kumwadhimisha Mungu, wanalitukuza jina lake. Kwa hiyo kuna hilo kanisa la ulimwengu halionekani, kwa sababu watu wajui watu wengine, lakini kanisa local church au kanisa la mahali ndio hili hapa. Wewe na mimi ndio kanisa. Amen. Kwa hiyo tuliona zaidi jinsi ambavyo Israeli walitakiwa wawe nuru kwa mataifa, na Mungu aliyopendelea Israeli, na anasema wawe nuru ya mataifa. Kwa hiyo mwanzoni kabisa Mungu alitembea na Israeli kuthibitisha ukuu wake na mamlaka yake. Lakini katika nyakati hizi Mungu anatembea, si za Mungu ziko ndani ya kanisa. Makusudi ya Mungu yako katika kanisa, na Yesu analiangalia kanisa. Kwa hiyo kanisa linapolala, makusudi ya Mungu hayawezi kutimilizika. Haleluya. Kwa hiyo ni machache tu ambayo tuliyaona wiki iliyopita, na asubuhi ya leo nataka tuendelee zaidi
Ni Yesu anajenga kanisa lake. Mathayo yote yanasaidia kidogo tutomoleni. Ametoka. Hata Yesu alisaidia. Hebu tufungue katika Matendo ya Mitume mlango wa 2. Matendo ya Mitume mlango wa 2. Tunasoma mstari wa 42 mpaka 47. Alafu tunasoma mlango wa 5. Tutasoma mlango wa 5 mstari wa 46 mpaka mlango wa 6 mpaka 1. Kwa hiyo leo tutasimama katika maandiko hayo na mengine tutaona mbele. Tufungua katika kitabu chako. Nani anatusomea? Nani na mic? Matendo ya Mitume, kama hujapata subiri wote afungue. Mepata? Amen. So Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa 42 imeandikwa, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa vitu vyote shirika. Mstari wa 45, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushirikiana chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Nitasoma katika tafsiri yangu hii. Anasema hawa, mstari wa 2, hawa wote waliendelea kujifunza kutoka kwa mitume, kuishi pamoja kidugu, kumega mkate na kusali. Miujiza na maajabu yalifanyika kwa njia ya mitume, hata kila mmoja akajawa na hofu. Waumini wote waliendelea kuwa kitu kimoja na mali zao waligawiana. Walikuwa wakiuza mali na vitu vyao, kisha wakagawana fedha kadri ya mahitaji ya kila mmoja. Waliendelea kukutana pamoja kila siku hekaluni. Lakini wakati wa kumega mkate walikutana katika nyumba zao, wakishiriki chakula chao kwa furaha na moyo mkunjufu. Walimtukuza Mungu, wakapendwa na watu wote. Kila siku Bwana aliwaongezea idadi ya watu waliokuwa wakiokolewa. Kwa utangulizi tunaona Yesu mwenyewe ndiye anayejenga kanisa. Kanisa si wazo la mwanadamu. Siku hizi tuna maneno nasema
kanisa la mchungaji fulani, alafu wachungaji watasikia vizuri sana. Kanisa sio la mchungaji, kanisa wala sio jina zuri kwa pamoja. Mengine kanisa la kwanza. Kanisa kama tulivyoona kilipita sio wazo la mwanadamu. Ukijua siri hii ya kanisa, hutakuwa cheza kanisa. Hutakuwa cheza kanisa na kupoteza. Kwa hiyo upo hapa ni Yesu amekuita. Mimi sielewi jinsi mtu anawasamehewa dhambi na kutubu. Unaeleza maneno machache, unaeleza kidogo juu ya upendo wa Mungu, lakini yule mtu anapokea, anatubu na kumgeukia Yesu, baadaye unaanza kuona anabadilika. Sielewi nguvu ambayo inambadilisha mchawi au mtakatifu. Sielewi nguvu inambadilisha aliyekuwa na madhabuni anabadilishwa. Sielewi nguvu inabadilisha mzinzi ambaye alikuwa amekuguru mpaka anaitwa mtakatifu. Sielewi nguvu hiyo inafanyaje, lakini najua ni Mungu mwenyewe anatenda kazi kwa njia ya Roho Mtakatifu kuwabadilisha watu. Kwa hiyo ukiona mtu ameokoka, umshukuru Mungu na umwadhimishe Mungu. Mara nyingi ambao tuliokoka zamani, upya wa wokovu huwa tunapoteza, huwa hatuelewi jinsi tuliokoka, na hasa tukikaa muda mrefu huwa hatuelewi thamani na kazi ambayo Yesu alifanya katika maisha yetu. Ni vizuri sana kukumbuka ili uwe na shukrani. Mungu amekutoa katika maelfu, katika mamia ambao wanaishi katika maisha mabaya, hawana matumaini katika nyumba zao, hawana furaha, hawana amani katika nyumba zao, lakini Mungu ameleta neema kwako. Kwa hiyo amekufanya uwe kanisa, na Mungu ana sababu ya kuwekeza vitu hivi vikubwa ndani yako ili uwe ushuhuda na uishi kwa makusudi ambayo Mungu alikutakia na Mungu alikuambia kwa ajili ya hayo. Jinsi unapoendelea kutii, Mungu anaendelea kujifunua zaidi. Haleluya. Na ataendelea kujifunua zaidi. Umeona kidogo, Mungu anataka uone zaidi. Kuna wakati mwingine wanaimba ule wimbo unasema baraka nyingi, baraka twahitaji, tumepokea kiasi, bali twataka nyingi. Unajua, baada ya kuokoka ni juu yako mwenyewe kuamua. Tunapomoja kwa kiasi kile cha kumtaka Mungu, kwa kiasi kile cha kumtafuta Mungu, jinsi moyo wako unazidi kufunguka na unataka kuendelea na unamtaka nguvu nyingi, unamtaka Mungu ajionyeshe kwa ndani yako, kwa kiasi kile neema ya Mungu inazidi kufunguka, unaanza kujua siri na mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo unaweza kubaki sema kwamba mimi nimetosha, nimeokoka, panatosha hapa. Utabaki hapa. Tunapomoja wana wa Israeli tunasoma walipotoka Misri, walifika katika milima ile, milima Seiri. Hebu sema milima Seiri. Milima Seiri. Tunapomoja kwa miaka 38 walikuwa wanazunguka hapa. Tunapomoja wanaenda hapa, wanazunguka tena, wanazunguka hapo, wanazunguka hapo. Tunapomoja leo Mungu alitaka waendelee mbele. Tunapomoja lakini walikuwa wanazunguka hapo. Inaitwa milima Seiri, pale ndio walikuwa wanazunguka. Inaitwa milima Seiri, wanazunguka hapo. Unaweza kuamua, sema unaweza kuamua kwamba inatosha wokovu hapa. Nikienda sana una gharama nyingi. Tunapomoja kuna ndugu yangu mmoja aliniambia, mchungaji, mimi maombi ya ndani sitaki, kwa sababu najua mambo ya ndani sana yana mapigo sipendi. Kwa hiyo nataka niombe itoshe hapa, kwa sababu nikiendelea kuingia ndani kuna vitu fulani ambavyo vinaweza kuniharibu. Na nisikudanganye, ni kweli unapoendelea kwenda mbele, unataka utafa Bwana, kuna vitu vinakugharimu. Haleluya. Kuna vitu vya kuasha, kuna vitu vya kukataa, kuna vitu ambavyo unaona vina faida, unaachana navyo kwa sababu unataka zaidi kumjua Mungu. Ndio maana kumjua Mungu ni kila siku. Kila siku nasema
zaidi. Mungu aendelee kujifunua katika maisha yangu zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Ila unaweza kubaki pale siku kama wale jamaa walikuwa wanazunguka kila siku Saidi wanafanya nini? Wanazunguka hapo. Miaka mingapi? 38. Haleluya. Wanazunguka hapo. Je, ulikuwa ni mpango wa Mungu? Kwa sababu ulikuwa hataki. Unasema kwa sababu ulikuwa nini? Hataki. Mungu akamwambia kwamba imetosha sasa. Mmekaa muda mrefu mnazunguka hapa. Kuna nafasi ya kwenda tena katika jahali. Haleluya. Hebu sema jahali. Kuna nafasi ya kwenda hatua nyingine zaidi. Haleluya. Lakini hiyo inatokana na wewe mwenyewe. Unasema Bwana, nataka zaidi. Nataka nijirishe kwako zaidi. Au kaza kusema hapa natosha hapa. Ikiendelea huko itanigharimu. Inataka kuomba, inataka kusomea na Mungu, inataka kufunga, inataka kwenda kushuhudia wengine, inataka nijilinde na maisha ya dhambi, na mimi nataka nijilinde fulani ambao nimebakia unaweza kuamua. Haleluya. Hebu sema uamuzi uko wapi? Kwa hiyo ninataka kuzungumza umuhimu wa jinsi Yesu alivyotuokoa. Yesu alivyotuokoa amefanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo kanisa si wazo la mtu. Wewe uliokolewa si wazo la mtu, ni wazo la Mungu. Na Mungu mwenyewe huwa anajenga kanisa kwa namna anavyotaka yeye mwenyewe. Hebu soma katika Kutoka mlango wa 25 mstari wa 8 na 9. Kutoka sura ya 25 mstari wa 8 na 9 imeandikwa, nao na wanifanyie patakatifu. Anasema nao wanifanyie patakatifu, ili nipate kukaa kati yao. Sawa sawa na hayo yote ni kuonyeshayo. Mfano wa maskani, na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Rudia tena. Nao na wanifanyie patakatifu. Anasema nao, Mungu anamwagiza Musa, anasema nao wanifanyie patakatifu. Ili nipate kukaa kati yao. Sawa sawa na hayo yote ni kuonyeshayo. Mfano wa maskani, na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Haleluya. Tunaona baada ya Mungu kumpa Musa amri, lakini haikutosha. Alitaka Mungu namna watakavyomwabudu katika uzuri wa takatifu. Kwa hiyo akataka awe katikati yao, na akiwa katikati yao litajengwa hema la kutanikia, linaitwa hema jangwani, ambalo hapo ndipo patakapokuwa na uwepo wa Mungu katika ile hema, kwa sababu kuna vitu vingi. Sina muda wa kuzungumza juu ya hilo. Hilo hema ili liweze kujengwa lilikuwa sio wazo la Musa. Tupo pamoja? Umesikia? Lilikuwa sio wazo la Musa. Namna litakapojengwa, jinsi litakavyokuwa, vitu vitakavyokuwa ndani ya hema, ngozi zitakazotumika, nyuzi zitakazotumika, dhahabu zitakazotumika, mbao zitakazotumika, vifaa vya chuma, vifaa vya fedha, vifaa vya ngozi za samaki, hivi vyote lilikuwa sio wazo la Musa. Kwa hiyo akamwambia Musa, utakapojenga hili hema, utaangalia mfano wa yale niliyokuonyesha kule juu. Tupo pamoja? Kwa hiyo Mungu alimuonyesha Musa, anasema hilo hema ndilo nataka ulijenge, ambalo tutalileta hapa. Utalijenga sawa sawa na nini? Sawa sawa, building according to the pattern. Unajenga sawa sawa na nini? Pattern. Mnasema ni kwa Kiswahili pattern. Kwa mfano kama yule fundi nguo anaposhona, huwa anakuwa na vibao vya suruali. Kwa hiyo anapokata, anaweka chaki, anakata upande mbao mmoja la suruali. Ndivyo unavua. Kwa hiyo ana kitu kinachomtengenezea. Au unapotengeneza keki zinafanana, kuna vyombo fulani vinavyofanana, kitoke vile vile. Tupo pamoja? Kwa hiyo Musa akaambia tengeneze vile vile alivyoona
akajenga vile vile. Sasa kweli kwa kuona tu amejengeje Musa. Zile wiki tulijifunza jinsi ambavyo Mungu alitia hekima kwa mtu anaitwa Bezaleli. Kwa pamoja Bezaleli na mwenzake wao walipata ujuzi kwa njia ya utakatifu. Kwa hiyo walikuwa wana vile ambavyo Mungu anataka wanafanya. Na baada ya lile hema likaonekana liko vile vile. Kwa pamoja vile aliona Musa ndivyo lilipokuwa kwa hao watu. Sasa ndivyo Mungu anataka kujenga kanisa kwa jinsi anavyotaka. Haleluya. Anataka kujenga sisi, sio kwamba tunajenga kama tunavyotaka. Na maana ni tunapenda kujenga tunavyotaka. Kama ilivyokuwa lile hema lilijengwa kwa jinsi Mungu alivyoonyesha, hata kanisa la Mungu ambalo Yesu anajenga kwa jinsi anavyotaka yeye. Kikubwa sisi tumtii. Tunamoja. Kikubwa sisi tumsikilize. Anataka tufanyeje? Sasa hapo ndipo kwenye kazi. Haleluya. Msema hapo ndipo kwenye nini? Kwenye kazi. Kwa hiyo Mungu Yesu anapojenga kanisa lake, anataka ajenge kama anavyotaka yeye. Haleluya. Jinsi anavyotaka kanisa liwe. Haleluya. Inawezekana hapa tumesahau au hatujui jinsi ambavyo Mungu anataka tufanyeje, lakini Mungu Yesu anajenga kanisa lake, anajenga kwa jinsi anavyotaka. Kama vile alivyojenga hema kule lilijengwa kwa sura na mfano ambao Mungu alionyesha Musa, ndivyo anavyotaka kanisa lake. Ndio maana nimesema kwamba kanisa si wazo la wanadamu. Katika kitabu tulisoma wiki iliyopita ule mlango wa 16 kitabu cha Mathayo, tuliona neno linasema kwamba nitalijenga kanisa na milango ya giza itafanya nini? Haitalishinda. Na tukaona akasema ewe Petro, na katika mambo utafanya nini? Nitajenga kanisa langu. Kwa hiyo tunaona kwamba kanisa ambalo Yesu anajenga si dhaifu, sio nyonge, sio kanisa linaloshindwa. Anajenga kanisa lenye nguvu. Maana anasema kwamba hata milango ya kuzimu hawezi kulishinda. Sasa tumesoma katika yale maandiko. Katika maandiko tuliyosoma, tumesoma katika mlango wa 42 mpaka 47. Nataka turudie tena pole pole. Hebu soma kule mstari wa 42. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa 42 imeandikwa, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Hili kanisa la mwanzo baada ya Pentecost. Kanisa lilizaliwa siku ya Pentecost. Kwa pamoja katika mlango wa 2 wa kitabu cha Matendo ya Mitume tunaona katika siku ile walikuwa wamekusanyika pamoja mitume. Walikuwa kwa siku 10 walikuwa wanaomba. Na siku ya Pentecost Mungu akamwaga Roho Mtakatifu juu yao. Tunaona wakaanza kunena na lugha 12 zilinenwa. Watu waliokuwa makabila pale walisikia, kila mmoja akisikia kwa lugha yao. Hiyo ndio siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka na ndio lilianza kanisa. Na siku ile Petro huyu ambaye kule tunasoma katika mlango wa 6 alisema atajenga kanisa kwangu. Siku ile Petro ndiye alipewa funguo za kanisa. Kwa pamoja maana tunaona alitoa hotuba inayoeleza kwamba sasa kanisa limezaliwa. Haleluya. Na akaeleza kusoma mlango wa 2 ni hotuba kubwa ya Petro ambayo inazungumza juu ya habari za Roho Mtakatifu, inazungumza juu ya Yesu huyu, inazungumza juu ya Injili, jinsi Yesu ambaye walimsulubisha sasa amefufuka. Huyu Yesu ambaye alizikwa, mauti haikumbeba, yu hai. Haleluya. Kwa hiyo akasema Petro, akasema huyo ndiye tunayemhubiri, yeye mwenye nguvu zote, yeye sasa ambaye amepaa yuko katika mkono wa Mungu Baba. Petro akathibitisha, akasema kabisa, akasema Wayahudi, mauti Yesu ameshinda kabisa, yu hai na anatenda kazi mpaka sasa. Uwezo wake haujapungua, nguvu zake hazijapungua. Kwa hiyo akazungumza
kwa wote wenye mwili. Kuanzia hapo wote wenye mwili wanajazwa Roho Mtakatifu, wanaokolewa, wanafanywa watoto wa Mungu, wanasamehewa dhambi, na watu wanaomwamini Yesu wanafanyika kanisa baada ya siku ya Pentekoste. Wote ambao wanasikia habari ya neema, wanasikia habari ya Injili, wanaokolewa na kufanywa watoto wa Mungu wakipokea kuanzia baada ya siku hiyo. Pamoja. Baada ya siku hiyo ndio watu wanaposikia neno la Mungu. Ndio Injili yaanzia mahali hapo. Kuna kwanza mlango wa pili. Injili ambayo inazungumza, Injili inazungumza ni habari ya Yesu juu ya kuzaliwa kwake, juu ya kazi zake alizofanya ambazo ni kuponya wagonjwa na kuwasamehe wenye dhambi na kuwasamehe na kuwatakasa na kuwafungua waliofungwa, watu wenye kifungo. Hiyo ni Injili. Injili inazungumza pia juu ya kuteswa kwa Yesu. Haleluya. Injili inazungumza pia ndio tunahubiri Injili. Injili inapohubiriwa juu si kuteswa kwa Yesu, kuteswa kwa Yesu, kusurubiwa pale msalabani. Lakini si hivyo tu. Injili ya Yesu Kristo tunapohubiri ni juu ya kufa. Haleluya. Lakini si kufa tu na kuzikwa. Lakini si hivyo tu. Siku ya tatu Yesu anafufuka. Haleluya. Ya anafufuka kwa ushindi. Hiyo ni Injili. Hayo ndio mambo makubwa katika Injili ambayo tunazungumza na tunapoambia watu yana nguvu ya ajabu ya kubadilisha watu. Katika hiyo Injili Yesu sio kwamba sasa yuko kaburini, amefufuka. Na baada ya siku 40 alipaa. Na Biblia inasema kwamba ameketi mkono wa kuume wa Mungu juu mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo haya ndio maneno ambayo kwa ufupi ndio ambayo Petro alizungumza siku hiyo. Ule mstari wa 37 wakauliza wale watu, wakasema tutendeje ndugu zetu? Maana maneno yale yaliwachoma. Tupo pamoja. Asema maneno yale yaliwachoma. Wakauliza wakasema tufanyeje? Tumesikia habari hizi. Sasa tufanyeje? Akasema tubuni. Akasema tubuni. Mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu. Mpate nini? Mpate ondoleo la dhambi. Alafu anasemaje? Nani mtapokea kipawa? Anasema nani mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu? Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili. Kwa sababu ahadi hii kwa ajili yenu na kwa watoto wenu. Na kwa watoto wenu. Na kwa watu wote walio mbali. Na kwa watu walio mbali. Na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Anasema kwa wale wote ambao wataitwa na Bwana Mungu wetu. Wamjie. Wakasikia. Baada hapo watu walikuwa wameguswa na Mungu, wamechukua. Wanasema tunamtaka huyu Yesu. Wengine walikuwa na dini ya Kiyahudi. Wengine walikuwa Wakristo wanaofahamu Yesu. Wengine ni wengi sana walikuwa na dini. Pale ndipo walipompokea Yesu. Wakasema Yesu nakutaka, Yesu nakupenda. Haleluya. Aliwaambia hapa ndio mara ya kwanza watu wanakatisha shauri. Unasikia? Soma mahali pengine hapa ndio mara ya kwanza. Kwa hiyo kanisa ndio likaanza na watu wangapi? 3,000. Haleluya. Ilianza na watu wangapi? Waliokoka siku ile katika ujumbe ule. Watu wakasema tunamtaka Yesu. Sijajua yalikuwa masaa ngapi, maana inaonekana tangu kujazwa Roho Mtakatifu mpaka wanaokoka, mpaka wanabatizwa siku ile. Mimi sielewi, Biblia haina maelezo ya kutosha. Haleluya. Lakini hayo ndio yalotokea. Ndio kanisa linazaliwa. Hebu sema ndio kanisa linazaliwa. Nani anaanzisha? Yesu. Anaanzishaje? Baada ya Injili kuhubiriwa. Haleluya. Kanisa linaanza wakati kuwa kanisa popote linaanza wakati watu wanapohubiri Injili. Ndio kanisa linaanza. Kwa hiyo ndani yako wewe una uwezo wa kuanzisha kanisa popote ulipo. Kanisa watu kusema wakiwa wawili au watatu wamekusanya jina langu pamoja. Unaweza kuanza na watu wawili, hilo ni kanisa kamili. Wewe unapoanza, hebu sema nini unapoanza? Haleluya. Ikaanza. Sasa nataka tuzungumze mambo manne. Lakini kwa muda ndio nao nafikiri sijui kama tutosha. Kwa hiyo tunatujalia. Sasa tumeona katika kanisa wanasema bila mbele. Hawa baada ya kuokolewa, Biblia inasema walifanyaje? Biblia inasema kwamba inasema hao baada ya walizaliwa siku ya Pentecost ndio
kanisa la kwanza likaanza. Nguzo za kulisimamisha hili kanisa zilikuwa kama zifuatazo. Moja, walidumu katika fundisho la nani? Mitume. Walidumu katika fundisho la mitume. Ndio tunasoma katika mstari wa 2. Hebu soma, walidumu katika soma tena. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika. Walikuwa wanadumu katika fundisho la mitume. 2, walidumu katika ushirika. 3, na katika kumega mkate. Na katika kumega mkate. Na katika kusali. Na katika kusali, worship. Pamoja. Katika maombi, kuabudu, kusifu. Hiyo ndio ilikuwa kazi yao. Mambo mangapi? 4. Lingine tulipata katika mlango wa 5. Huo katika Matendo ya Mitume, ule mstari wa mwisho kabisa. Fungua pale. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 42. 47 kama sasa. Matendo ya Mitume sura ya 5 ule mstari wa mwisho 42. Na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. Hapa nasema hapa wakaendelea kila siku kufundisha na kuhubiri. Unasikia? Waliendelea kufundisha na kuhubiri habari njema ya Yesu Kristo hekaluni na manyumbani kwa watu. Ndio tunasema. Kwa hiyo wakaendelea, sio kwamba walikaa tu. Kwa pamoja. Anasema wakaendelea kufundisha na kufanya nini? Na kuhubiri. Haleluya, kuhubiri ndio unahubiri pale mitaani wapi? Manyumbani kwa watu, wakiwaeleza habari za Yesu. Wakasema Yesu ni Bwana, Yesu ni mfalme, unaweza kuokolewa, unaweza kubadilishwa, unaweza kuponywa, unaweza kufunguliwa. Tunao ujumbe, tunao jina linalopita majina yote. Jina hilo hakuna nguvu, hakuna uweza unaweza kusimama nasi. Jina hili lina nguvu kwa sababu Yesu yu hai, amefufuka, ameketi mkono wa Mungu Baba. Na sisi tunakwambia habari hizi, unaweza kubadilishwa. Yesu anaweza kuingia ndani yako kama na mapepo, kama na kusangiza, kama umefungwa na vifungo mbalimbali. Yesu yupo, Yesu yu hai, na sisi ni wajumbe wake. Kama unaumwa, kama na mapepo, kama na kusangiza, sisi tunakwambia habari njema. Wakahubiri, lakini nyumbani walikuwa wanaeleza wasema umekosa amani, Yesu anataka furaha. Wakaendelea. Mambo mangapi walifanya? Wakahubiri na kufanya nini? Na kufundisha. Kufundisha. Walikuwa wanaweka misingi ya imani. Misingi ya imani katika wale washirika. Haleluya. Sasa, kwa hiyo tumeona mambo yafuatayo. Tumesema kanisa la mitume, kanisa la mwanzo, walidumu katika fundisho la mitume. 2, walidumu katika ushirika. 3, walidumu katika kumega mkate. 4, walimwabudu Mungu na kusali na kuomba. 5, walikuwa wanafundisha na kuhubiri. Walihubiri habari njema. Sasa hebu tuangalie kipengele kinaitwa fundisho la mitume. Hebu sema fundisho la mitume. Fundisho la mitume ni nini? Tunaambiwa haya ndio yalisimamisha kanisa la mwanzo. Ina maana walihubiri neno. Nasema walihubiri neno. Kama umesoma vizuri ile hotuba au ule ujumbe ambao Petro alihubiri siku ya Pentecost, ni ujumbe ambao si kwamba alikuwa hajui agano la kale, kwa sababu ina maana alijua vizuri agano la kale kwa pamoja. Kwa hiyo lile agano la kale likawa hai. Mwanzoni watu walikuwa ni agano la kale linazungumzia habari za Yesu, linazungumzia habari za Roho Mtakatifu. Agano la kale kwa sababu Roho Mtakatifu kwa hajaja. Sasa yeye amesimama anasema kwamba tunasoma katika Yoeli pamoja, akataja kifungu cha Yoeli, akazungumza kuhusu Zaburi kwamba huyu Yesu hata onja mauti. Haleluya. Alisoma katika Zaburi akawaeleza
Ukisikia habari njema tunazungumza injili mara nyingi, tunazungumza Yesu na kazi zake na matendo yote aliyofanya. Nimezungumza pale mwanzoni kwamba Yesu alikufa kama yanavyo maandiko, kwamba Yesu alizikwa kama yanavyo maandiko, kwamba Yesu alifufuka kama na maneno yanayozungumza maandiko yanasema. Lakini Yesu yu hai, yuko mkono wa Mungu Baba. Watu wakielewa hiyo, yule Yesu wanaweza kuamini, kwa sababu hajampokea nabii yeyote, hajampokea mtu mwenye elimu kubwa, wamempokea Yesu ambaye yu hai. Kwa hiyo huyu Yesu ambaye anaishi na sisi tunaishi. Haleluya. Kwa hiyo hilo ndio habari njema. Hayo ndio walisitiza. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati wote Wayahudi wakasema msizungumze habari za Yesu aliyefufuka, lakini waliendelea kuzungumza kwamba Yesu amefufuka na yu hai, na nataka kukumbusha kwamba yu hai. Angalieni kazi alizofanya na sisi tunafanya, na zaidi ya zile tunazofanya. Unajua walifanya hata za uzini. Hatusomi kwamba Yesu kivuli chake kilikuwa kinapita, watu walikuwa wanapona, lakini Petro alikuwa anapita, watu walikuwa wanatandika milango yao pamoja wakilaza wagonjwa. Petro alikuwa anapita, haleluya, akipita namna hii. Wanasema leo Petro yuko wapi? Wanaweka wagonjwa, kivuli chake kilikuwa kinaponya wagonjwa. Kwa hiyo Yesu yuko kazini, haleluya, akawa kazini, haleluya. Nataka nikwambie hizi ndio siri zilizofanya wa Pentecost waanze kuomba, waendelee kutafuta Mungu. Wanasema wewe Mungu wa kitabu cha Matendo ya Mitume uonekane sasa katika maisha yetu, utembee kati yetu. Na hiyo ikasababisha matendo ya Mungu yalikuwa yamepotea yakaanza kuonekana, kwa sababu walianza kuzisoma habari hizi kwamba Yesu yu hai, yeye aliyefufuka anatenda kazi hata sasa. Je, anatenda kazi hapa? Unapenda Yesu anatenda kazi hapa? Je, unapenda mwingine katika mtiririko wa kutenda kazi pamoja na Yesu? Unapenda tufanye hivyo? Nafikiri ndio maombi yetu. Haleluya. Kwa hiyo walihubiri na walifundisha fundisho la mtume zile za habari za Yesu. Zaidi ya hapo, fundisho la mtume linaweza kusukua wokovu, kwamba watu wageuke kutoka dhambi zao kwa njia ya kutubu. Wakishatubu wabatizwe, wakishabatizwa wajae na nguvu za Roho Mtakatifu, anafikisha watumikie Mungu. Hilo ni fundisho la mtume. Zaidi ya hayo, fundisho la mtume ambao waliwafundisha watu ni mafundisho yote ambayo Yesu alifundisha katika injili zote. Kwa mfano, mambo makubwa ambayo waliyashika, kwa mfano ile hotuba ya mlimani, ndio waliwaeleza watu namna ya kuishi. Ukianza kuangalia Paulo, Petro katika nyaraka zao, ni marudio ile hotuba, namna ambavyo Kristo anataka kuishi katika maisha yake ya kila siku. Kwa hiyo walianza kuwafundisha watu. Ndio jumla ya yote fundisho la mtume. Zaidi ya yote walifundisha watu namna ya kuzitenda kazi zile zile ambazo Yesu alifanya: kuponya wagonjwa, kuwaombea wenye dhambi, kuwasamehe wenye dhambi. Walio lilikuwa fundisho lile lilizaa huduma mbalimbali ambazo zilitendeka, na injili ikaendelea katika ulimwengu wote, Mungu akiwatumia watu wake. Sasa tunaona hili ndio jambo la kwanza, fundisho la mitume. Kwa hiyo kanisa ambalo halina fundisho, kanisa ambalo watu hawasomi neno la Mungu, kanisa ambalo watu hawana bidii ya neno la Mungu, watu hawana hamu ya kusikiza neno la Mungu, watu hao mara nyingi huwa wanaokoka mwanzoni wanafurahi, lakini baada ya muda majaribu yanapokuja, kwa sababu hawajajengwa katika misingi, wanarudi nyuma. Fundisho ndio linamfanya mtu aweze kukulia wokovu. Fundisho ndio linamfanya mtu awe imara. Fundisho ndio linamfanya mtu awe mtakatifu zaidi. Fundisho ndio linamfanya mtu achukue hatua. Fundisho ndio linamfanya mtu aingie katika huduma. Fundisho ndio linafanya nini? Linajenga hamu. Kwa hiyo wakadumu katika fundisho la mtume, ambao waliposikia neno la Mungu walianza kuwafundisha wengine. Tumesoma kule katika mlango mstari wa 7 mlango wa 5. Tunasema wakaenda manyumba kwa manyumba. Ndio moja. Tumeona pale ukaenda pale nyumba kwa nyumba. Wakifanya nini? Tumesoma pale katika Matendo ya Mitume 5 mstari wa 2. Hapo wakaendelea kila siku kufundisha na kuhubiri habari njema
hekaluni, nyumba kwa nyumba. Ndicho walichokifanya. Unasikia? Ndicho walikuwa wakifanya. Kwa hiyo kanisa lolote ili liwe na nguvu, ili liwe na watu wenye ujasiri, ili ni watu ambao wamejaa neno, ni watu ambao wanatembea katika neno, ni watu ambao wanaishi katika neno, ni watu ambao wanapenda neno, wanaishi katika fundisho. Huhitaji uambiwe kwamba unataka kumaliza kwa mwaka au kwa muda kumaliza mwezi, kumaliza injili yote ishi moja. Sitaki kukwambia hivyo. Kama unaokoka, unaanza kusoma mwenyewe na lile neno linaweza kujenga na kusaidia. Huhitaji kuambiwa kwamba usome Zaburi, kwamba utakuna watu wengine ananyofua pale. Naomba isiwe kanisa hili. Hebu sema isiwe kanisa hili. Isiwe kanisa hili. Watu wanaonyofua. Kuna mama mmoja yeye anasema mimi sipendi mambo mengi. Kwa hiyo anapenda kusoma Zaburi. Anapenda sana Zaburi. Na anapenda Zaburi moja, sema Bwana ndiye mchungaji wangu. Anasema mchungaji, mimi mambo makali siyapendi. Hatuzalishi kanisa la watu wadhaifu. Amen. Watu ambao ni watu wa neno. Hebu sema ni watu wa nini? Amen. Wa neno. Tumeona hapa walimu katika fundisho ni watu wa neno, wanasoma neno, wanaandika. Nafurahia sana sitawaona. Haleluya. Haleluya. Mkristo anayekuja kama hapa amekuja kujifunza. Pamoja. Haleluya. 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 Wewe Mamsai katafuta kitu kizuri. Hizi zitafanya nini? Zitakutia. Mwalimu ndiye kwa sababu unajifunza, unaandika. Na neno la Mungu una notebook, unaandika kila siku. Kwa sababu Mungu anazungumza na sisi kwa njia ya neno lake. Haleluya. Mungu anafanya nini? Mimi sikudanganye, funga uwezalo. Labda wale wa Masai ambao hawajapenda atasoma shule ya Mungu sana na kuandika. Lakini mtu ambaye anataka kukua kiroho na aende asogee hatua, amejaa neno la Mungu ndani yake. Huko ndio kudumu katika fundisho la mtume. Ndio maana imani mambo Mungu yanapoingia, hawezi kupata mtu ambaye amesimama katika neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Katika neno la Mungu utajua amri na amrisho Mungu anataka kufanya. Biblia inasema kwamba walifanya walidumu katika fundisho la nini? La mitume. Kwa hiyo hata kanisa tunadumu katika fundisho la mitume. Tunapojifunza neno la Mungu, lakini usijifunze tu pamoja. Japo kwa ugonjwa mwingine, wamekariri mstari, alafu wanapumzika. Ni sawa watu wamevumbiwa sana neno la Mungu. Sasa ni neno lililovumbiwa, usivimbiwe. Ndio maana tukia sana pilau katika sikukuu. Siku ya pili lazima ile tutoke, nikibaki vizuri. Tunaona hata neno la Mungu likibaki tu halifanya kazi, tatizo. Tunataka kutendea kazi. Na kutendea kazi tunashare. Tunashare na watu wengine. Tunashare nini? Kwa sababu tuna kitu kizuri. Tunaona kitu kizuri kizuri. Tunashare na watu wengine. Inasema kwamba kadumu katika fundisho la mitume. Hiyo ndio namba moja. Haleluya. Tupitie hapo sisi. Amen. Neno linasema kwamba wakadumu. Na pointi ya pili anasema wakadumu katika ushirika. Tuchukua muda mrefu hapo. Haleluya. Wakadumu kwenye wakadumu katika ushirika. Kwa tunaimba tunasema ushirika kuu, furaha yangu kutegemea na Yesu. Nina amani, famani tele kumtegemea Bwana ye. Raha nina raha na salama. Raha kwa tegemea Bwana Yesu. Ushirika ndio nguzo kubwa ya kanisa lolote ambalo linataka lipate
Nitakueleza. Yako makanisa mengi. Yako makanisa mengi yana watu wengi, yana maelfu ya watu. Lakini ni mrundikano wa watu tu. Ikitokea jambo dogo tu wote wanafanya ni kwa sababu wanajenga katika nini? Katika hawaelewi ushirika. Hawaelewi nini? Ushirika. Ushirika ni nguzo kubwa. Tumeambiwa hapa wakawa kidumu katika nini? Katika fundisho la mtume ndio kitu cha kwanza. Anasema wakadumu katika ushirika. Kuna maneno matatu ya Kigiriki yanazungumzia kuhusu kanisa. Nitafafanua. La kwanza nimefafanua, inaitwa eklesia. Hebu sema eklesia. Nimesema kwamba ni watu ambao wameitwa kutoka duniani ili wawe kusanyiko. Haleluya. Sisi hapa ni eklesia, sababu moja. Lakini liko neno lingine linatumika. Liko katika mlango wa 6 wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Pale ambapo waliinua mashemasi. Kanisa lilipoongezeka kukawa na shida, kukawa na matatizo, ili wao wanashughulika katika huduma za kanisani. Hao waliochaguliwa walikuwa wainjilisti wa kanisa, ndio walikuwa wanahudumu wa kanisa. Pamoja wale wahudumu wa kanisa. Hilo neno linazungumza kuhusu ministry au huduma ndani ya kanisa. Inaitwa diakonia. Diakonia. Pamoja msema diakonia. 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 Pamoja. Watu wa dini wanajua mambo haya. Tunafikiria ni mambo ya watu wa dini tu. Lakini diakonia ni huduma, haleluya, kuwasaidia wahitaji na kuwafikia watu kwa ukaribu. Haleluya. Kanisa ambalo halina diakonia haliwezi kukuza jamii yake kwa pamoja. Inawezekana kuna watu hapa, watu wanasema Bwana asifiwe, lakini hatuelewi yanayopita katika maisha yao. Diakonia ndio inafanya kazi kukuza mahitaji yao na maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo utaanza kuona Ukristo ulikuwa ni personal, yaani unamhusu kila mtu. Haleluya. Kwa nini kila mtu anakuja kanisani akimaliza misa shauri yake anaendelea na mambo yake nyumbani na pamoja, lakini ndani ya kanisa la Mungu waliokolewa ndio wale wanasema pale walishirikiana vitu vyote. Hatusemi tushirikiane vitu vyote kama vile, lakini tunasema kwamba lazima uwepo ushirika fulani ambao unaunganisha watu. Mtu akiwa na shida, akipitia katika magumu katika maisha haya, watu wanapitia mambo mengi, wanahitaji kitu kinaitwa diakonia. Pamoja. Haleluya. Kitu cha tatu ambacho ndio kinazungumza kuhusu ushirika, hakika inaitwa koinonia. Tunaona kusema kuna nini? Inaitwa nini? Koinonia. Ni ushirika. Sasa koinonia kwa mfano kule T14 na kwetu kule pamoja. Mnajuliana nyinyi wenyewe. Mnaombeana nyinyi wenyewe. Mnaokoa watu wengine na kuwaleta watu wengine. Maombi yanafanyika na kazi za Mungu zinafanyika. Ni ushirika ambao ni wa ndani. Haya ndio maneno yanayozungumzia kuhusu ushirika katika mstari huu wa Bwana pili. Haleluya. Sasa asema wakawa kidumu katika ushirika. Hebu tuangalie maeneo ambayo yanajenga ushirika. Haleluya. Maeneo ambayo yanajenga ushirika. Soma katika Yohana 17 mstari wa 21 na 23. Yohana 17:21-23. Yohana sura 17 mstari wa 21-23 imeandikwa, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Amen. Katika Biblia inasema hivi, ule mstari wa 20. Siombe hao tu, naombea pia wote watakaoamini kutoka na ujumbe wao ambao ndio sisi. Amen. Naomba ili wawe kitu kimoja. Huyo anasema. Kule anasema wawe na umoja. Hapa anasema naomba wawe
mimi, ili wawe kitu kimoja kama nasi tulivyo. Mimi niwe ndani yao, nawe uwe ndani yangu. Naomba wakamilishe kuwa kitu kimoja, ili ulimwengu upate kujua kwamba wewe umenituma, na kwamba unawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Kwa hiyo kusoma mlango wa 17 ilikuwa ni masaa machache kabla ya Yesu kusulubiwa. Aliombea wale wanafunzi, aliombea si wanafunzi wale waliokuwa 11, aliombea na sisi kama baba, na anasema hawa watakaoamini. Jambo kubwa ambalo wanatakiwa kuwa nao, wanatakiwa kuwa na umoja. Umoja unaenda pamoja na ushirika, ndio kwa maombi ya Yesu. Haleluya. Kwa tunaona haya ndio maombi ya Yesu, wawe na nini? Na umoja. Na tunaona kanisa la kwanza lilipoona walikuwa na ushirika. Haleluya. Tunaona hapa. Kwa hiyo wanatimiliza ile Yesu kwa nini? Alisema. Hebu tufungue tena katika Zaburi 133. Zaburi 133. Zaburi 133. Mstari soma yote. Zaburi ya 133 imeandikwa, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza. Anasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ndugu wafanye nini? Wakae pamoja. Ndugu wafanye nini? Ndugu wafanye nini? Wakae kwa nini? Kwa umoja. Wakae kwa umoja. Ni kama mafuta. Hebu tena umerudi sisitiza sana. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza. Tazama ilivyo vema washirika hawa, watu hawa ndio waliokoa, wakae kwa pamoja. Haleluya. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kwa umoja. Na kama mafuta mazuri kichwani, anasema sana mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni. Hebu simama kidogo. Mchukue Haruni, pamoja. Haya, tumkalishe kwenye kiti pamoja. Sasa Musa anamiminia mafuta. Haleluya. Ni kama mafuta mazuri, mafuta mazuri kichwani. Anasema nini? Ni kama mafuta, ni kama mafuta mazuri kichwani. Anasema ni sana mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni. Yanashuka kwenye ndevu, ana mandevu mengi meupe. Ndevu za Haruni. Ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi. Kwa hiyo yale mafuta yakimwagika yanakwenda mpaka wapi? Roho Mtakatifu katika watu ndugu wanaokaa pamoja, Roho Mtakatifu anakaa na kwa mafuta mazuri yanafanya nini? Yanatoka kwenye kichwa chake, yanatiririka mpaka kanzu yake yote. Kwa hiyo hata ndevu, maana amezungumza ndevu za Haruni yanashuka, yanapepeteka namna hii. Uwepo wa Mungu ndani yake. Hapo anasema kwamba yanashuka, alafu anafanya nini? Anasema yanashuka mpaka kwenye nini? Mpaka kwenye pindo la barabara. Huyo Haruni amekuwa na mafuta, lakini si ndugu wanakaa pamoja. Mungu ni Mungu wa umoja. Tumesoma pale anasema kama sisi tulivyo wa umoja, na sisi hiki ndio kiungo kikubwa cha kanisa. Na shetani siku zote anapiga kanisa na kaneno hilo. Pamoja. Hebu endelea. Mstari wa 3. Kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni. Anasema kama umande maana unapicha baraka. Anasema kwamba kama umande pa Sayuni. Milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka. Anasema hapo ndipo Bwana alipoamuru baraka. Naam, uzima hata milele. Anasema ameamuru baraka, uzima hata milele. Kuna siri kubwa. Yesu mwenyewe aliliombea kanisa ili liwe na umoja. Haleluya. Aliliombea kanisa ili liwe na umoja. Tumesoma katika mlango wa 17. Anasema kama wao walikuwa na umoja, ndivyo wanataka watu waliookolewa wawe na umoja. Na anasema hapo tunasoma katika Zaburi, ni unabii wa ujazo wa Roho Mtakatifu, na kwamba ujazo wa Roho Mtakatifu utapokuja utafunika wale watakaokuwa na umoja. Mmoja wanaunganishwa. Ndipo ambapo tumeona kwamba wanadumu wanaunganishwa kwa sababu wanaunganishwa katika neno la mitume. Tunaona wanaunganishwa kwa kuwa wanakutana pamoja. Zaidi ya hapo tumeona kwa sababu hawakutani pamoja tu, wanamega mkate pamoja. Haleluya. Alafu si kumega mkate tu, wana
wakiyafanya hayo, Mungu analiongeza kanisa mwenyewe. Sema amen. Asema tukaona kanisa kama nini? Likaongezeka. Kwa sababu haiwezekani. Hebu sema haiwezekani. Mtu ambaye ana mambo hayo, amejaa nguvu za neno la Mungu, amejaa Roho Mtakatifu, amejaa maombi, atabaki peke yake ndani. Anajigugumia pale naomba, anasema, "Oh Yesu, omba," anaendelea kuvuka. Haiwezekani. Vitu vikijaa ndani ya Mungu tunaanza kutoke. Amen. Lazima nini? Itoke. Ndio moja lazima hawezi kutulia. Kwa hiyo akitoka ataenda kumwambia rafiki yake, anasema, "Yesu ni mzuri." Lakini kwa sababu ana nguvu nyingi ndani yake, yule mtu anasema, "Nataka Yesu huyo." Haitaji nguvu, haitaji mabavu, ni kanuni ndogo hii. Anasema wakakaa kwa umoja. Haleluya. Haleluya. Wakakaa kwa umoja. Soma katika Mhubiri. Ecclesiastes 4:12. Mhubiri sura 4 mstari wa 12 imeandikwa, hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampiga, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Nenda polepole kidogo. Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Kamba ya nyuzi 3 haifanyi, haikatiki upesi. Kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Kamba moja inaweza kukatika. Zikiwa 3 zimeungana pamoja, haziwezi kukatika. Kamba hii inazofunga kazi 10 ni kamba ya pili pamoja. Kwa hiyo mtu mmoja peke yake utashambuliwa, mtu mmoja peke yake utashindwa, lakini tukiwa pamoja tutashinda. Kamba nyuzi 3 haiwezi kufanya nini? Haiwezi katika pesi. Sasa hebu tuangalie ingredients, mambo 3 ambayo yanajenga ushirika. Mambo 3 yako mengi, lakini nimechagua mambo 3. Mambo 3 ambayo yanajenga ushirika. Jambo la kwanza, pendo. Hamwezi kuwa pamoja kama mpendani. Hamwezi kuwa pamoja kama msalimiani. Hebu niko nyuma, msalimie jirani yako. Hebu kamsalimie mtu ambaye humfahamu kabisa. Watu wapenda kusalimiana sisi wenyewe ambao tunafahamiana. Haleluya. Mwili wa Kristo. Katika somo lijalo nitaeleza kuhusu mwili wa Kristo. Tunapozungumza kuhusu ushirika, gharama yake ni upendo. Tena upendo wa dhati. Tumesoma pale walidumu pamoja, walikuwa wanakula chakula cha kwa furaha na moyo mweupe. Si ndio tumesoma hivi? Lazima walikuwa na roho moja, wanakula pamoja. Utaniambia mchungaji unazungumza mambo magumu hapo. Ni kweli, kwa sababu hapa ndipo shetani alipopata.
Mungu akiliona kanisa lenye umoja na lenye ushirika, Roho Mtakatifu anamwanga mwenyewe. Kwa hiyo walidumu. Kwa hiyo kitu cha msingi ili upendo ushirika uweze kujengeka, unahitaji nini? Upendo unavumilia. Tunasoma katika mlango wa 13. Sio lengo langu kufundisha upendo, lakini ukisoma katika mlango wa 13 wa kitabu cha Wakorintho inazungumza kuhusu upendo kuvumilia. Upendo una adabu, upendo una kiasi, upendo haujihesabu mambo yake mwenyewe. Kwa hiyo ukianza unapowatreat watu, tulikuwa kwenye mkutano huko juzi, mama moja hamfahamu yule mhubiri, akasema wewe unatoka wapi? Akaanza kumsoda yule mtu. Yule mtu alinyenyekea, ikabidi tufute mazungumzo pamoja. Yule mtu unafunga moyo pale pale, kwa sababu hakuona sura ya upendo ndani ya yule mtu. Upendo ndio unavuta watu. Mungu achilie neno la upendo katikati yetu, kwa sababu upendo ni tunda la Roho Mtakatifu. Kitu cha pili ni utii. Nianze kwanza na unyenyekevu. Biblia inasema nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Neno la Mungu linasema jidhihiri. Kujidhihiri pamoja ni kushuka. Tunapojidhihiri mbele za Mungu, Mungu anasema anatuinua. Lakini unyenyekevu huo hauishi kumnyenyekea Mungu tu. Anasema tunyenyekeane sisi wenyewe. Tunyenyekeane sisi wenyewe. Tunaponyenyekeana sisi wenyewe, na Mola huyu ana thamani kama nilivyo. Kwa sababu naye ambaye ameokolewa na damu ya Yesu. Ana mali hana mali, lakini ameokolewa na damu ya Yesu. Kwa hiyo tunaponyenyekeana sisi wenyewe, Mungu anakutunganisha pamoja. Haleluya. Nimewahi ona hata watoto vidogo vile huwa wanawakataa watu fulani pamoja. Kwa nini watu wanakataa? Vina hisia pamoja ambazo hazionekani. Nasema uongo kina baba. Kwa hiyo Mungu anataka upendo, anataka kunyenyekeana sisi kwa sisi. Tukinyenyekea sisi kwa sisi, ule ushirika wetu unajenga vizuri. Haleluya. Tunapoanza kumwomba Mungu au unapomwomba Mungu nyumbani kwako, Roho Mtakatifu anashuka kwa sababu na ushirika pamoja. Nguvu ya injili haiwezi kwenda kama hakuna kushirikiana. Kipengele cha tatu ni utii. Hapa nitapenda nitoe shuhuda mbili zinazonihusu mimi. Nilipookoka nilikuwa napenda sana maombi. Nilikuwa napenda maombi. Kwa hiyo tukaanzisha kikundi cha maombi pale Nimetoka. Shuhuda ya kwanza. Tukaanzisha maombi pale Nimetoka. Maombi yakachemka. Wanaume na wanawake wakawa wanapenda kuja kwa maombi usiku. Tulikuwa naomba usiku kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Wa mama na wa baba. Na sisi tu vijana tu pamoja. Hatujaoa. Yale maombi yalianza kukea watu fulani ndani ya kanisa. Kwa hiyo watu fulani wakaenda kwa mtu, wakatafuta pointi nzuri tu. Wakasema mzee, mchungaji, yanapoelekea maombi haya ni hatari. Tunaweza kuanza kupata majanga. Kwa hiyo uone utaratibu utakaofanya. Mimi siku hiyo. Kwa hiyo haraka
lile wazo lilionekana jema sana kwa mzee. Kwa hiyo akasema kuanzia sasa maombi ni mazuri, lakini wamama mtakuwa mnaombea nyumbani kwangu. Vijana mtakuwa mnaombea mpaka sana. Lakini akawa amevunja bondi. Ndio akawa imevunjika bondi. Lakini kuna mtu ambaye alikuwa hayapendi maombi. Mimi wakaja kuniambia nikalipuka. Wamekuja kuniambia mzee amevunja maombi. Leo akasema tuendake kule. Mimi nikakasirika kabisa. Sasa ile nilimwenda mzee. Nikamwambia nasikia umezuia maombi. Unajua, kwani sisi huwa tunakwenda usiku. Kwani kuna mtu anapenda kulala Jumamosi nyumbani kwake? Si tulikuwa tunasikia tuenda kwa hiari. Kwa hiyo mimi tena utaniona. Basi yakavunjika. Lakini mzee aliniangalia kwa upole, huwa anakumbuka Yesu. Akasema sivyo mwanangu, hapana. Endelea kuomba. Nilikuwa nimekasirika. Nikikumbuka siku hizi nacheka, nasema la, utaujinga mwingi tumefanya ambao sisi sote kwa tunafanya katika maisha yetu. Ni mpaka Roho Mtakatifu akufunulie. Nilitakiwa kutii. Maombi yakavunjika. Sasa nilifikiri na mkomoa nani? Kwa sababu nilikuwa naliangalia kanisa na niliona kanisa la Mzee Mboya, sio kanisa la Mungu. Kwa kikundi kikataka kusambaratika. Kilichotokea nilikauka kiroho. Ile nguvu ilikuwepo, ule uwepo wa Mungu uliondoka kwa muda mrefu. Ilichukua kazi kubwa sana. Kwani kurudisha. Baadaye tulirudisha maombi yakarudi kama kawaida. Lakini kile kipindi nilimzilia Mungu akaondoa uvuli wake. Mungu aliondoa uwepo wake. Kwa hiyo ilichukua kazi kubwa sana. Kwani nilimsihi Mungu arudishe tena ile hali ya kumtaka kwa Mungu. Ni vitu vidogo vidogo unaweza kusikia, lakini vinaondoa amani, vinaondoa furaha. Usimzilie Mungu, sema nisimzilie Mungu. Kwa sababu vinaondoa ule fellowship, ule ushirika, vinakuondoa wewe mwenyewe. Na usifikiri Mungu ana hasara. Hebu sema Mungu ana hasara. Kuna mtu mmoja anasema siwezi kutoa mimi, siwezi. Wala kuna wewe. Sawa, endelea na hela yako. Mungu analeta watu wengi. Usijaribu kama Mungu amekupanga, amekuweka katika nafasi katika nyumba ya Mungu. Usijaribu. Mwambie Mungu nipe neema. Kama kuna jambo Mungu nisaidie. Amen. Leo nilikuwa naomba. Mungu amenikumbusha. Nilikuwa naomba mambo fulani. Mungu aendelee kunitembelea. Nilipokuwa naomba, amenikumbusha jambo fulani ambalo nilifanya. Nafikiri mwaka 21 nilikosa adabu. Mungu amenionyesha kwamba nilikosa adabu kwa viongozi wangu. Ni kweli labda hatuna ngati status. Lakini wale viongozi waliniita, wakazungumza na mimi. Mimi nikawa mkali sana. Lakini sasa yule kiongozi wangu alikuwa mpole. Lazima tulia. Ni sawa unachozungumza. Tulia. Leo alikuwa Roho Mtakatifu alikuwa ananikumbusha, kama nakumbuka nilizungumza kuhusu jinsi tunawezaje kujenga fellowship. Tunapokosa utii. Nikaongea, baadaye nikashuka. Kwa sababu nilitaka kushinda argument. Hebu sema kushinda nini? Kushinda argument direct. Yaani nishinde nini? Hoja. Ninaonekana nina haki. Kwa sababu naweza kupambanua vitu tunavyoona. Nini hapa kwetu viongozi wetu. Nilionyesha. Sasa nataka kusema hivi. Vitu kama vile vinaondoa kibali. Hebu sema vinaondoa kibali. Huwezi kusogeleka. Kwa sababu huwezi kufanya nini? Kusogeleka.
namna fulani. Mungu unaposhindwa kutii, unaposhindwa kusimama, kuna vitu fulani ambavyo unaondolewa hadi kwako vinaondoka. Na hii ilikuwa sio rahisi mpaka Roho Mtakatifu leo amezungumza na mimi. Tuliamaliza wakati huu, lakini Mungu amenikumbusha kwamba unaongeje siku ile, nikakumbuka mazungumzo yote. Nimesema Mungu nisaidie kuanzia sasa. Nisaidie kuanzia sasa. Haleluya. Nikisema ndivyo. Msisikii na wazungumzia nyinyi tu kwamba mnataka kutii, mnataka kutii mimi. Lakini wakati mwingine unashindwa kutii. Mungu ameniambia leo. Na maneno mengi na point. Tena nikikueleza ziko vizuri. Haleluya. Nataka kusema ili uweze kutambua dhambi, utambue udhaifu wako, si rahisi wakati mwingine. Ni pale unapokaa miguuni pa Yesu, Mungu anaanza kukuonyesha, anakuonyesha kidole, anakuonyesha kidole. Watu wengine wakikwambia utaonekana unakuhukumu kwa pamoja, na utakuwa na sababu za kuzungumza juu yao. Lakini unaporuhusu Roho Mtakatifu, useme niko tayari Bwana. Na hasa kama unataka kwenda hatua nyingine. Hebu sasa unapotaka wewe una Mungu akupeleke katika hatua nyingine, kwa pamoja anaanza kuonyesha, kwa sababu huwezi kwenda hatua nyingine na makorokoro ulionayo. Huwezi kwenda hatua nyingine kama na makorokoro ulionayo. Haleluya. Haleluya. Kuna wengine amezungumza, sipendi kuzungumza kwa sababu yako pesa. Asubuhi ameongea, amenikumbusha mambo fulani ambayo nikisimbia hapa inaweza kuleta machozi. Tunapomoja Mungu anapenda kutusaidia. Kuna vitu vidogo vidogo ndio vinakuangusha utii katika makubaliano. Hatujengi ushirika kama tunaamua mambo mengine, wewe unakwenda na mambo yako binafsi. Wakadumu katika ushirika na katika kumega mkate. Mara nyingi nashindwa tusimege mkate hapa kwa pamoja, kwa sababu sioni ni raha kwa pamoja, kwa sababu tukishirikiana hapa machozi yanatoka kwa tuko kitu kimoja. Inatusaidia tusije tukatameka mikate kama watu wa dini kwa pamoja, lakini asema wakawa na mioyo meupe. Unapenda kuwa na moyo meupe? Mimi napenda kuwa na moyo meupe. Roho sisi